kupata matokeo yaliyo bora katika msimu huu. Wote tunafahamu katika msimu uliopita wa 23-24 timu yetu haikuwa na wakati mzuri uwanjani, so kwenye ligi kuu hata kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo msimu wa 24-25 ulivyoanza, timu yetu ilianza na malengo yake makubwa yalikuwa ni katika kuhakikisha yanaimarisha kikosi. Na katika safari hii kwa kipekee nipende kulishukuru sana benchi la ufundi wa Simba Sports Club, kwa sababu ndilo ambalo limeenda kuleta mabadiliko makubwa sana katika klabu yetu na mfumo wetu wa ufundishaji. Na matokeo ambayo tunayoona leo ni kazi kubwa sana iliyofanywa na benchi la ufundi, na wote kwa pamoja tumeona katika safari hii jinsi ambavyo wamepambana sana. Lakini kwa kipekee kuwashukuru wachezaji wote, na kwa ile falsafa ya mwalimu ya kujenga timu ndio imefanikisha Simba kuvuka ule mtu ambao wengi walikuwa wanaamini wataweza kuvuka. Mimi kwangu kila inapotokea changamoto ya mpira, naamini kuna sehemu kubwa ya kujifunza sasa katika management na uendeshaji, na sisi kwetu inatupa nafasi zaidi ya kuweza kuwa na muunganiko wa kuweza kuleta mabadiliko ya kifikra, kiutawala katika mpira wa Afrika. Yalotokea leo na mengine ambayo yanatokea kwenye mpira, wote tunafahamu mpira ni dakika 90 na una matokeo matatu: kushinda, kushindwa na kudraw. Lakini katika hayo yote mimi naamini kwamba leo hatuna deni na wachezaji wetu, hatuna deni na kikosi chetu, hatuna deni na mashabiki wetu. Tumekuja kucheza amani kama Mkapa, lakini vile vile mnaona mashabiki wengi wametembea kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania kuja Zanzibar, na mpaka mchezo wetu leo unaanza tayari tulikuwa tumeweza kuuza karibu tiketi zote ambazo zipo katika uwanja huu. Focus yetu ni kuendelea na ligi, ratiba za ligi, kukamilisha michezo ambayo iko mbele yetu, lakini vile vile ni kuweza kuhitimisha ratiba ya nusu finali ya kuelekea nusu finali ya CRDB Confederation. Kwa hiyo mimi naamini bado tuna wakati mzuri wa kuweza kufanya vizuri katika both ligi kuu pamoja na Confederation. Madam. Yes. Kwa bahati mbaya imepoteza, lakini benchi la ufundi na mashabiki walikuwa hawajaridhishwa namna mwamuzi alivyokuwa anachezesha mchezo. Kwa upande wako umeridhishwa? Wewe uliridhishwa? Mimi nakuuliza wewe, mimi sina upande. Kwa hiyo kwa upande wako kama kiongozi wa Simba Sports, wewe uliridhika? Wewe si pia una pia muda mwingine unatakiwa kutetea a fair opinion. Hauna upande, neutrality yes, lakini wewe toa sasa fair and just opinion. Uliridhika? Naomba uanze wewe, mimi nitamalizia. Anza wewe afu na mimi nitamalizia. Asanteni sana wana Simba. Historia imeandikwa. Thank you so much.